Serikali ya awamu ya sita ilipoingia madarakani kulikuwa na miradi kadhaa inaendelea katika bandari zetu hapa nchini. Wajumbe, kama mnavyofahamu, sekta ya bandari inagusa karibu mikoa yote, na hapa ndani nikizungumza bandari hakuna ambaye haguswi na bandari. Tukianzia mavazi mliovaa, mafuta tunayotumia na vitu vingine vyote, hata vifaa vya ujenzi na kadhalika, kila mmoja anaguswa na bandari. Sasa bandari inaendesha bandari kuu 6, ukiachia bandari 3 za mwambao kwa maana ya Mtwara, Dar es Salaam na Tanga, na tunazo bandari kwenye maziwa yetu makuu kwa maana ya ziwa Victoria na ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Sasa katika kipindi cha miaka 4 ya Rais Samia, TPA kwa maana ya mamlaka ya usimamizi wa bandari, kama inavyopakana na nchi zaidi ya 9 yenye soko ambalo lina watu wasiopungua milioni 450, ambalo ni soko kubwa sana. Na katika utendaji kwa kipindi hicho, mambo ambayo wanachama Chama cha Mapinduzi na kama alivyosema Profesa Kabudi kwamba jumuiya ya wazazi mwende mkayaseme haya mkiwa kifua mbele. Wakati Rais Samia akiingia madarakani, mamlaka ya usimamizi wa bandari ilikuwa ikihudumia tani takriban milioni 17.3 mwaka 2000 na kwa takwimu za 2019 2020. Lakini Mheshimiwa Samia alipoingia madarakani, takwimu tulizonazo sasa ambazo tulifunga mahesabu kwa mwaka wa fedha 2023 2024 ni kwamba mamlaka ya usimamizi wa bandari katika bandari zake zote imehudumia tani takribani milioni 27.55. Haya ni ongezeko la takribani 12.4 kwa kipindi cha miaka 4. Hasa nikisema haya yanaendana na miradi ya kimkakati ambayo inafungamanishwa na SGR kwa maana ya reli ya SGR. Moja ya miradi ni upanuzi na kuongeza magati kwenye bandari ya Dar es Salaam. Kazi kubwa imefanyika ya kupanua mlango wa kuingizia meli lakini kuongeza magati. Iko mipango sasa ya kujenga gati la mita 500, lakini iko mipango ya kuongeza magati takribani 7 kuanzia gati namba 12 mpaka 19. Magati hayo yakiongezeka, maana yake yataendelea kupunguza msongamano wa meli, na wote mnafahamu kwamba kumekuwepo na msongamano wa meli miaka ya nyuma. Ukiwa pale Seacliff utaona meli zimejaa kule, zimejenga vibanda baharini. Kuanzia mwaka 2020 mpaka hapo 22, kabla ya kuchukua jitihada za kushirikisha sekta binafsi, meli wastani wa kusubiri nangani ilikuwa inasubiri takribani wastani wa siku 20 mpaka siku 18, lakini kuna meli zilikuwa zinaweza kusubiri mpaka siku 40. Tunavyozungumza sasa, wastani umepungua kutoka kutoka siku 20 mpaka siku 7. Haya ni mageuzi makubwa. Wajumbe, ni kwamba meli inaposubiri nangani, yule anayeleta meli anamchaji agenti dola 25,000 kwa siku, ambayo ni takriban karibu milioni 60 kwa exchange rate ya sasa hivi kwa siku. Hasa mzigo huu unaenda kubebwa na mwananchi, maanake yule agent ataongeza kwenye gharama za usafirishaji, na mwisho wa siku ikiongezwa kwenye gharama za usafirishaji, anaenda kuathirika ni mlaji wa mwisho. Kwa hiyo jitihada ambazo zimefanywa na Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuwapunguzia mzigo wa gharama za mizigo inayopita bandari ya Dar es Salaam wananchi wa Tanzania.